Siku ya Jumapili nimezungumza na nikaongoza maombi mafupi tu, lakini nikasema tutaendelea Jumanne, na kweli Jumanne tulifanya. Nikasema tutaendelea leo, na kweli leo tena tutafanya, na kesho kweli kabisa, kesho tutafanya maombi makali. Bwana Yesu asifiwe. Wengine wameyaheshimu sana, ila wamezuiwa na mvua. Kwa mfano Nzuguni, mvua mpaka saa hizi zinanyesha zimewazuia, ndio maana hawapo. Lakini mkuta watu walikuwa wanataka kuja. Hebu tuangalie tena Yeremia sura ya 1 na ule mstari wa 9 na wa 10. Yeremia sura ya 1 mstari 9 na wa 10. Biblia inasema, ndipo Bwana akaunyosha mkono wake akanigusa kinywa changu. Bwana akaniambia, tazama, nimetia maneno yangu kinywani mwako. Kwa maana nyingine, Yeremia anapewa awe na ufahamu, awe na uelewa, awe na mwamko ya kwamba kinywani mwake liko neno la Mungu. Mungu anataka Yeremia ajue ya kwamba kinywani mwake liko neno la Mungu. Mazingira na hali isimamishe, ila akaye akijua kinywani mwake kuna neno la Mungu. Kwa kuwa haya yameandikwa kwa ajili yetu, hebu sema, kinywani mwangu kuna neno la Mungu. Sema tena ukiwa unaamini zaidi. Na haliwezi kuwako neno la Mungu kinywani mwako kama haliko moyoni mwako. Kwa hiyo sema, moyoni mwangu liko neno la Mungu, ndiyo maana nitalitamka. Kwa hiyo kinywani mwangu kuna neno la Mungu. Hilo neno ulilonalo kinywani lina kazi. Kazi yenyewe ndio anasema, angalia. Angalia. Liweke hili kuwa serious, zingatia. Wewe Yeremia, unavyojua kwamba nimeweka neno kinywani mwako, zingatia. Uzingatie nini? Nimekuweka leo juu ya mataifa. Watokee Freemason, nimekuweka leo juu yao. Watokee wachawi, nimekuweka wewe juu yao. Watokee watu wa namna yoyote, maadamu ni wa ulimwengu wa giza, wewe uko juu yao. Kuwe na majini yanatembea mtaani, nimekuweka wewe juu yao. Mapepo na majini wako chini yako, na hivyo ndivyo ilivyo. Wewe uko juu ya hao wanaoleta matatizo katika maisha ya wanadamu, maana Mungu amekuweka juu yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu amekuweka juu yao. Amekuweka juu ya waganga, amekuweka juu ya wachawi. Mama Esther, tafadhali njoo tukae huku mbele. Kwanza ulivyo na mwili wa kubarikiwa, ndio utakuwa najisikia sawa kuona kwa karibu hapa. Njoo kabisa hapa mbele kwa kijana wangu Kawea. Kuja huku mbele inakuwaje? Haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona sasa, neno la Mungu linasema, nimekuweka leo juu ya mataifa na juu ya falme.
Kwa tafsiri ya sasa, mataifa ni mapepo na falme ni mapepo wenye vyeo juu ya hizo falme, juu ya hayo mapepo. Sasa anasema ili kung'oa chochote walichopanda king'olewe, ili kubomoa chochote kilichojengwa kisichofaa king'olewe, kibomolewe, ili kuharibu hicho kilichong'olewa na kubomolewa, na kuangamiza hicho kilichong'olewa na kubomolewa, ili tuweze kujenga, ili tuweze kupanda. Hivyo ndivyo Mungu anavyosema. Sasa nikasema huwa yapo mapando kwenye ardhi ambayo unatakiwa uyang'oe. Inawezekana nyumba unayokaa iliwekewa mazindiko. Wanapozindika huwa wanachimbia chini vitu. Inawezekana shamba ulilonunua na unalima limewekewa vitu. Watu wanapofanya mambo yao huwa wanachimbia vitu kwenye shamba. Na ndugu mkigombana au majirani mkigombana, akitaka kukuumiza anaenda anachimbia kitu kwenye hilo shamba au kwenye hicho kiwanja, au wakati wewe unajenga anakuja anapanda kitu hapo chini. Na hilo la pando kwenye ardhi si lazima moja kwa moja liwe chini ya ardhi. Kwa mfano, wakati hii nyumba inajengwa, hiyo nyumba anayokaa mchungaji, wakati inajengwa, tulikuja kukuta maandishi. Yale maandishi naweza nisiyakumbuke yalikuwaje. Yalikuwa ni maandishi, sijui yalikuwa ni maneno gani, ni kwa Kiswahili, lakini moyo wangu ukayachukia kujua kwamba yameandikwa yakiwa na maana. Lakini mlango uliokuwa unatoka sebleni kwenda vyumbani, hapo chini yake kulikuwa kuna mjusi. Sasa mtu huyu alimkamata saa ngapi, akamchoma spoko, akaikunja, akaning'iniza hapo. Wanyama hawa kama mijusi wanatumika sana kwenye uchawi. Wanyama hawa paka wanatumika sana kwenye uchawi. Nyoka wanatumika sana kwenye uchawi. Kwa hiyo mimi nilivyoona hivyo, nikajua tayari kunawekwa laana ya kutunyonya nguvu tusiweze kuendelea kulijenga hilo jengo. Kwa nilichofanya, nilivishusha hivyo vitu. Halafu pia kulikuwa na hirizi zimeachwa hapo chini. Nilivichukua vyote, nafikiri hirizi zilikuwa 2, pamoja na huyo mjusi, na kushauri wapendwa wengi wakiona vitu vya namna hiyo wanavishika kwa mikono yao. Lakini Biblia imekataza usikamate kwa mkono wako vitu vilivyolaaniwa. Labda ujue namna ya kujitakasa. Sasa kwa nini ujiingize kwenye kazi? Madaktari watupe kujua, huwa wao wakikamata kitu chochote wanachojua kina bakteria, kina nini, wananawa vizuri. Na kuna protokoli ya namna ya kunawa. Kwa sababu asipofanya hivyo anaweza akaugua yeye mwenyewe. Kwa hiyo na wewe, watu wengi wanadhani ni kiroho sana kuliona lihirizi la mtu na kuanza kulifungua tena kwa mikono. Kama unataka kufanya hivyo, vaa gloves. Hicho kitu kisikuguse wewe, kwa sababu kugusa vilivyolaaniwa, ile laana inakuambukiza. Kuhani hakuruhusiwa kugusa maiti.
Kuhani hakuruhusiwa kugusa mzoga hata wa mnyama. Sasa wewe unagusa vitu vya kichawi, vitu vya kiganga, vitu vya kishirikina. Hata kama utaenda kunawa mikono, hili sasa kwa kuwa ni la rohoni, hautakuwa salama. Kwa hiyo kila mara unapokuta mahirizi, kila mara unapokuta mavitu ya kiganga, yashughulikie ukitumia fimbo, yashughulikie ukitumia, kama kuna ulazima wa kutumia mikono yako, basi vaa vitu vitakavyokufanya usigusane moja kwa moja na vile vitu. Hiyo ni protocol ya kiroho, ninakupa uelewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Punga mkono wako. Na pia usiwe mwepesi wa kutoa maneno ya kejeli dhidi ya mapepo na kazi za kichawi. Ukiwa una lazima ya kusema kitu, sema kile kilichoandikwa. Usiseme maneno ya kejeli. Hiyo nakutolea kwa ajili ya nini? Musa mwenyewe hakumtukana shetani. Musa alifanyaje? Alimwambia Bwana na akukemee. Malaika, nimekosea kusema Musa. Malaika hakumkemea, hakumtukana yule shetani alipokuwa anang'ang'ania mwili wa Musa, ila alisema Bwana na akukemee. Kwa hiyo ni muhimu sana usiwe mwepesi sana wa kutoa maneno ambayo sio ya kimungu dhidi ya mapepo, dhidi ya mambo ya watendakazi wa giza. Ndio maana wakati mwingine tunakuwa na vita visivyoeleweka. Vinatokaje? Vinatokanaje? Na namna gani tutavishinda? Kwa sababu tunakuwa tumekosea baadhi ya protokali za kiroho. Kuna siku nitakupa somo zuri kabisa juu ya mambo ya mapepo, kwa sababu watu wengi, pamoja na kuwa tuko kwenye mambo ya kilokole, kuna vitu vingi hatuvielewi, tunafanya ovyo ovyo, na ndio maana tunakuwa na matatizo. Mpaka hapo nafikiri umenielewa. Umeenda kumwombea mtu, anatoa mavitu yake, usiyashike kwa mkono. Sio kwamba sio kwamba wewe ni mwoga, ni kwa sababu unazuia usinajisike. Unazuia vitu hivyo vya kishetani visiwe na nguvu dhidi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kunajisika kiroho sio lazima utende dhambi. Kunajisika kiroho, unaweza ukanajisika kama unashika vitu usivyotakiwa kushika. Na kimojawapo ni kushika vitu ambavyo vimelaaniwa. Kitu chochote cha kichawi, kitu chochote cha kishirikina, kitu chochote cha kiganga, hupaswi kukishika kwa mikono yako. Ukishike kwa kuwa hukujua, lakini umeshajua, usishike kwa mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Hapo ndipo ninapohalalisha matumizi ya maji na chumvi. Ukiwa chumvi umeikoroga kwenye maji ambayo hayajaguswa na mtu, maji yanayotoka kwenye bomba moja kwa moja, na chumvi ya baharini, ukawa umeomba maombi maalum. Kama una wasiwasi utakuwa umegusana na vitu vilivyo najisi, hiyo ndio njia pekee ya kuweka utakaso kwa vinavyohusiana na nini? Na mwili wako au miguu yako.
unajitakasa kwa maji safi yenye chumvi, lakini ukiwa unaomba kwamba utakasike kwa nguvu ya damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ndivyo tunavyofanya, lakini usiviguse. Kwa hiyo nilivyoviona hapo, mimi nilivishusha, nikaenda pembeni pale, nikavichoma moto kwa jina la Bwana. Kwa hiyo siku nyingine yoyote ukiona vitu kama hivyo, usivishike kwa mikono, fanya hivyo ninavyokuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Na tunavyochoma vitu ni lazima tuamini. Yaani wakati unafanya hilo tendo, unafanya ukiwa unaamini ya kwamba ule moto ni ishara ya moto wa Roho wa Mungu. Na kama utatumia mafuta yoyote, weka ni ishara ya mafuta ya Roho wa Bwana. Kwa hiyo ukiwa na mafuta ya mzeituni, sio lazima ya mzeituni, hata ya alizeti, sio lazima ya alizeti, hata ya pamba, hata ya karanga, hata ya korie, ni alimradi ni mafuta. Wewe amini kwamba haya ni mafuta ya kutiwa. Unapoomba unayafanya kuwa mafuta ya kutiwa. Hivyo ndio Biblia inavyoita. Mara nyingi sana hayaitwi mafuta ya upako kwenye Biblia, yanaitwa mafuta ya kutiwa. Hebu sema mafuta ya kutiwa, ambayo kwenye Kiingereza ndio inaitwa anointing oil. Sasa kumekuwa na lugha nyingine ambayo haipo kwenye Biblia. Anointed oil, hamna, halipo hilo neno. Kwa maana hiyo inataka kuniambia hayo mafuta hayakuwa na hiyo, sasa yamekuwa na anointing. Yale mafuta yenyewe ndio yanayoitwa anointing oil. Ni kiwakilishi cha upako halisi. Lakini ukisema anointed oil, maana yake yale mafuta ni kitu cha kawaida, ila yamewekewa upako. Ndipo hapo panapokuwa panagomba. Ni sawa na pale unaposema hii chumvi ni chumvi ya upako. Panagomba kwa sababu ni kwamba ile chumvi ni ya kawaida, ile imewekewa upako. Kunakuwa kunaleta kaukakasi fulani. Kwa hiyo wewe unatakiwa tu kujua kwamba haya ni mafuta, ninapoyaombea yanakuwa ni mafuta yanayomwakilisha Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni mafuta ya kutiwa. It's an anointing oil. Anyway, tutakuja siku nyingine kujifunza kwa upana. Tuende kwenye somo letu la leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huwa kuna mapando kwenye ardhi, na nikasema mapando ya kwenye ardhi sio lazima yawe ardhini, inawezekana ikawa kwenye nyumba. Na Biblia ina protocol kabisa, sura ya 14 ya kitabu cha Mambo ya Walawi, namna ya kutakasa nyumba iliyopata ukoma, iliyopata unajisi. Sasa kwa sababu ni mambo ya Agano la Kale, unaweza usielewe namna gani ya kufanya, lakini kuna siku tutajifunza. Kumbe nyumba inaweza ikawa na ukoma, kama ambavyo mtu anaweza akawa na ukoma. Na unaelewa, tafsiri rahisi tu, ukoma ni unajisi. Na unajisi kwa lugha ya Agano Jipya ni kuwa kwamba kuna pepo ameshika maisha yako. Maisha yako yamekamatwa na nguvu za giza. Hapo ndipo tunaposema umenajisika. Ndiyo maana katika Agano Jipya hakuna chakula kinachomnajisi mtu. Kwa maana unajisi ni swala la rohoni, roho yako kuchafuka. Na kuchafuka kwa roho yako kunatokana na mapepo tu.
na dhambi. Dhambi ni kikaribisho cha nini? Cha mapepo. Kwa hiyo mtu anajisika anapokuwa kwenye dhambi. Mtu anajisika mapepo yanapokuwepo. Huyo mtu amekuwa amenajisika mapepo. Kwa hiyo huwezi ukanajisika kwa kula nguruwe, kwa kuwa imetamkwa kwenye Biblia ni najisi. Huwezi ukanajisika kwa kula nyoka, kwa kuwa imetajwa kwenye Biblia ni najisi. Kama unaweza kumwandaa nyoka vizuri ukamla, ukampokea kwa shukrani kutoka kwa Mungu, ruksa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hunajisiki kwa kula nyoka, wala kwa kula mbwa, wala kwa kula nguruwe. Ilo unajisika kwa kutenda dhambi mojawapo. Kwa sababu hiyo inaingia ndani mwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kumbe unaweza ukakaa eneo ambalo limenajisika, kwa maana kumepandwa pepo. Ngoja nikwambie kitu kingine ambacho nyie wengine mnaweza mkawa hamuelewi. Wengine tulipitia mambo mengi hivi ili baadaye tuje tuwasaidie. Unavyoenda kwa waganga, huwa wanawapa watu unga mdogo tu. Na kama mganga ni mganga kweli, hakupi mengi lundo, kwa sababu vilivyochanganywa humo unaweza ukakuta vinapatikana kiugumu sana. Kwa hiyo unapewa vidogo tu. Sasa hivyo viunga vyeusi au viunga vyekundu au viunga vyeupe, hivyo viunga sio kitu halisi, ni kiwakilishi cha pepo. Kwa hiyo unaambiwa nenda kazindike duka lako, au nenda kazindike nyumba yako, au nenda kazindike shamba. Unapewa unga fulani, unaambiwa kachimbie kwenye kona. Wewe unadhani unachimbia unga. Ile sio dawa. Ile ni kiwakilishi cha pepo. Ile ni kiwakilishi cha jini. Wengine hupewa chupa ina maji tu. Maji tu. Lakini hayo maji hujui yalitoka wapi. Imefungwa. Unaambiwa hii chupa kaichimbie katikati ya shamba. Unapoenda kuichimbia, umechimbia mtu halisi. Kwa hiyo wale wanaoweza kuona katika ulimwengu wa roho, wakija pale watakuwa wanamwona jini anayetembea, maana amepandwa pale kupitia hiyo chupa iliyowekwa hapo. Sasa hapo ni wakati wa mazindiko. Lakini wakati mtu anataka kukudhuru kwa sababu mmegombea shamba, anachofanya ni hicho hicho. Kwa hiyo anangoja wewe haupo, ni usiku au saa nyingine yoyote, anaenda anaweka kitu. Sasa hicho atakachoweka sio zindiko. Hicho atakachoweka ni jitu tena lingine, kwa lengo la kumpiga yeyote anayekuja pale na kudai kwamba hilo eneo ni lake. Wengine huwa mnagombea nyumba. Kwa hiyo mtu anaondoka, lakini baadaye anatafuta namna ya kuleta kitu kitakachokupiga wewe unayeonekana kama vile una halali hapo. Wakati mwingine ndugu anagombea mashamba, ndugu anagombea ardhi, ndugu anagombea nyumba. Mnashangaa wewe uliyeshinda kwenye kikao au kwenye shauri mahakamani au kwenye vikao vya wazee, unakuja mle ndani mnaanza kuumwa, mwisho mnakufa. Sio lazima wewe ni uchawi wa mbali. Wanaweza wakawa wamepanda kitu ndani hapo. Sasa ni lazima ujifunze namna ya kung'oa mapando ya kishetani kwenye ardhi. Hebu sema mapando ya kishetani kwenye ardhi.
Lakini kuna mapando pia ndani ya nyumba. Mapando ndani ya nyumba inawezekana ikawa mtu aliyekuja nyumbani mwako kukaa na wewe. Hivi tunavyokuwa na wasichana wa kazi, hivi tunavyokuwa na ndugu zetu, kwa sababu sio mtu yeyote ambaye sio wewe, wewe ndi unayejijua, lakini mwenzako mwingine yeyote humjui. Anaweza kabisa akawa ni dada yako, lakini uko chama kingine. Sizungumza habari ya Chadema na CCM na TLP. Nazungumza habari ya vyama vya kichawi, vyama vya kishirikina. Anaweza akawa ndugu yako, na mwingine labda anaweza hata akawa mama yako, lakini kumbe yupo kwenye chama cha uchawi. Kwa hiyo kuwepo nyumbani mwako inaweza ikawa lango la wale wabaya kuja kudhuru nyumba yako. Sasa ukifanya maombi ya namna hii, ndipo nashangaa mtu anasema anataka hatakaa kwako, anaondoka. Punga mkono wako. Umenielewa? Anaondoka kwa sababu yale maombi unayoomba kwamba kila pando asilopanda baba ling'olewe, anaondoka. Jumanne niliwapa mfano wa dada mmoja alikuwa nasali hapa, alivyoolewa akahamia kanisa lingine, lakini alipata msichana mmoja wa kazi kutoka Iringa. Yule dada kumbe alikuwa na mambo, alimanusura watoto wake wangelikufa, kwa sababu yule dada alikuwa pandikizi la kishetani nyumbani mwake. Akiwa amekuja sio kwa lengo la kufanya kazi, kwa sababu watu wanaokuja manyumbani mwetu wana aina mbili. Kuna naye kuja kufanya kazi, lakini vitu hivyo alishajifunza na vijua, huyo ni nafuu. Lakini anayekuja nyumbani kwako kwa lengo, huyo ndio pandikizi. Anakuja kwako kwa lengo la kuwasambaratisha mume na mke, msiendelee kukaa pamoja. Anakuja kwa lengo la kufanya mfilisike. Anakuja kwa lengo la baba au mama afe. Amekuja, hayo ndio mapando. Kwa hiyo mimi nataka muelewe kabisa vitu vya namna hiyo vipo, na maombi haya yatakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikasema pia kuna mapando ya mwilini. Hebu sema mapando ya mwilini. Mapando ya mwilini ni magonjwa na hata mapepo yenyewe. Na yanakujaje kwenye maisha yetu? Yanakuja kupitia ndoto. Hiyo ni njia mojawapo. Ukiwa umelala, unaota unafanya mapenzi, hicho kinachokuingia wakati wa mapenzi hayo ya usiku, lakini ni ya ndoto. Na wengine wakiamka wanaona kabisa, wanawake watu wazima mnajielewa, unaona kabisa ni kama kuna jambo lilifanyika. Mwanamume mtu mzima anajua unajielewa, ni kama vile hivyo vitu vyako vimewekwa kwenye viungo vya mwanamke, unaelewa. Lakini wakati mwingine huoni chochote, ila unaona tu kwamba kuna vitu tu vimekutoka. Yote haya ni ishara ya kwamba kuna kitu kinapandwa, au kuna kitu kinaibwa kutoka kwenye maisha yako. Lakini kuna ndoto za chakula. Umelala unaota unalishwa, au unakula mwenyewe. Unaota kulikuwa na sherehe. Tena ndoto za kichawi nyingi, unaota mko kwenye harusi. Ukiota mko kwenye harusi ni msiba, na unachokula ni nyama ya mtu. Sasa unapandikiziwa kitu, unashangaa toka siku hiyo una maumivu ya tumbo yasiyopona, hayasikii dawa. Una tatizo la koo ambalo halisikii chakula, halisikii maombi, halisikii dawa. Una shida ya kichwa ambayo huelewi inakuwaje.
lakini inaweza pia ikajibu upande wa uchumi wako. Ulikuwa na wateja ukawa hupati tena. Hayo ni mapando yamefanywa mwilini mwako. Kwa hiyo tukawa nasema tufanye maombi serious kuyaondosha mambo kama haya. Mikosi, mabalaa, magonjwa ni mapando yanayopandwa kwenye maisha ya watu kwa nguvu za kichawi, na inakuwa ni kupitia mapepo, kupitia majini, kupitia mizimu. Wakati tunapofanya matambiko ya familia, kipindi hicho tunapanda mapando kwenye ardhi yetu au nyumbani mwetu au milini mwetu. Wakati tunakwenda kuchanjia kitu fulani, kwa sababu wengine nimesikia hata wakiwa kanisani wameokoka kwa sababu ya kutokuelewa, na sio kwa sababu sio watu wafundishi, wanafanya mambo hayo huku wakiwepo kanisani, wanaenda wanachanjwa. Sasa unapochanjwa unapanda kitu, kama nilivyokuambia, hicho wanachokupaka wakati umechanjwa, hicho wanachokupaka na kinachanganyikana na damu yako, sio unga, sio unga. Hilo ni pepo linaingia kwenye maisha yako kupitia damu, na hiyo damu yako tayari imeshakuwa agano. Kwa hiyo kuna ushirika wa agano kati yako na hilo pepo unapofanya vitu vya namna hiyo. Lakini nitakuwa sijakamilisha kama sitakwambia pia hiki. Wakati mwingine matendo ya kawaida kabisa ya mapenzi haya, unakutana na mwanamume au na mwanamke kimapenzi, ni jambo la kawaida kwamba umempenda mtu, mmefanya mambo hayo. Lakini baadhi ya watu tunaokutana nao wanaiba nyota. Baadhi ya watu tunaokutana nao wanatupandia vitu vya kipepo katika maisha yetu. Ndio maana unashangaa kuna mtu mwingine, kwa sababu ulikutana na mtu toka siku hiyo mambo yako yamebadilika, na mtu huyo anafanya kwa makusudi kabisa, na ndio maana yuko tayari kufanya chochote ili kwamba wewe upatikane. Sio kwa sababu wewe ni mzuri kupitiliza, sio kwa sababu wewe ndio una pesa duniani kote, unashangaa mwanamke na kulazimisha na kutafuta. Ni kwamba anataka nafsi yako, ni kwamba anayataka maisha yako. Kupitia tendo hilo kuna pando linapandwa kwenye maisha yako. Nimesoma mahali fulani, kijana mmoja akafanya mapenzi. Hayo mapenzi yalikolea kweli kweli, akasema hajawahi kufanya, akajisikia vile. Lakini wakati wanamaliza akaona kuna kitu kinamtoka, akajiona amekuwa mwepesi. Hata anavyotoka ni kama yuko uchi, hayuko kama alivyokuwa mwanzo, hajisikii kawaida, kwa sababu siku hiyo kiliibiwa kitu kinachoitwa nyota. Mara nyingi tukisimama hivi madhabahuni kutoa maelezo haya ni magumu kueleweka, lakini wana wa Mungu, napenda muelewe kuna kitu kinachowakilisha maisha yako. Kina lugha nyingi. Wakati mwingine tunasema hatima, wakati mwingine tunasema utukufu wa maisha yako, wakati mwingine tunasema nuru ya maisha yako. Ni kitu kile kile, kinahusikana na maisha yako kiuhalisi katika roho. Hicho kinaweza kuibiwa, hicho kinaweza kuharibiwa, na mojawapo ni kupitia tendo la ngono. Na mbaya zaidi,
Baadhi ya watu naowaona mtaani sio hao. Naweza nikamwona mdada mzuri kama labda kansela, nikaanza kuzungumza naye, nikadhani naongea na mwanadamu kansela, kumbe naongea na jini lilochukua sura yake. Ndio unashangaa mtu, tendo linafanyika, unakufa hapo hapo, au hufi, lakini kuna kitu kinatokea. Punga basi mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio kwamba nawatisha, nawapa ufahamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uwe makini. Sasa yawezekana kuna kitu kimepandwa kwenye maisha yako kupitia hayo mambo. Lakini kuna hili nalo ambalo vijana sasa hivi wanalifanya bila wasiwasi. Wasijue wanapanda kitu. Kwa sababu mimi ni binti, niko form 2, nimepata mimba, niko form 3, nimepata mimba. Sasa kwa sababu sitaki baba yangu ajue, sitaki mama yangu ajue, ninaona ni aibu. Ila sikujua ni aibu wakati natenda yale matendo. Sasa ninaamua kuitoa ile mimba. Unapotoa ile mimba, yani kinachotokea ni kibaya zaidi ya kitu chenyewe cha mwanzo. Unapotoa mimba ndipo unapanda wewe mwenyewe mambo mawili. Unapanda kwamba tumbo lako liwe kaburi, lisiwe bustani ya kuzalisha. Kwa sababu tumbo la mwanamke yeyote ni bustani ya kuzalishia watoto ya Mungu. Unapotoa mimba umetamka, Mungu anaona, mapepo yanaona, na ardhi hii inaona, inakuwa shahidi kwamba wewe hutaki watoto. Kwa hiyo unapokwenda ukachimbia huko, au daktari wako aliyekusaidia kutoa hiyo mimba na kuchimbia huko, umepanda kitu kwenye ardhi yako, kwamba na ardhi inaandika kwamba hutazaa. Iko hivyo. Lakini pia kuna mapando ya moyoni. Hebu sema mapando ya moyoni. Mapando ya moyoni kwa leo nizungumze aina mbili. Aina ya kwanza ni pale unapotendewa mambo yanayokukwaza halafu ukakaa nayo moyoni. Hilo ni pando. Linakaa moyoni. Hebu waza namna hii. Wewe ni kasichana kazuri, kadogodogo, bado miaka 16 tu. Halafu anatokea mtu anayekutamani kwa jinsi ulivyoumbwa, akakulazimisha. Kwa sababu hata kama utakubali kwa kuna miaka 16, we bado ni mtoto. Akikulazimisha kutenda matendo hayo. Na wengine sasa hata katika hali hiyo ya udogo bado anakukamata kikatili, anakutenda hayo mambo. Na kwa sababu bado viungo havijakaa vizuri, unaumia. Kwa hiyo linakuwa limepandwa jambo kwenye moyo wako baya kuhusu wanaume. Uwezekano uko wa aina mbili: kuwa na ukatili dhidi ya wanaume, au kujikuta unapandikiziwa roho ya ukahaba. Unakuwa na hali ya kuchukia uchungu uliopandwa na mtu. Mbaya zaidi, anayefanya hivyo anaweza akawa binamu yako,
Anayefanya hivyo anaweza akawa rafiki wa mme wako, anaweza akawa rafiki wa baba yako. Anayefanya hivyo anaweza akawa mgeni aliyekuja kusalimia hapo nyumbani. Anayefanya hivyo anaweza akawa mzazi. Kama mimi hapa niwe na mtoto wangu halafu nifanye vitu vya namna hiyo kwa kumlazimisha, kuna jambo linapandwa katika moyo wa mtoto yule. Ni pando la kishetani, linaweza kumfanya moyo wake udake roho ya ukahaba, linaweza likamfanya moyo wake udake roho ya chuki dhidi ya wanaume wote. Ndio unakuta kuna wanawake wengine huwa wanatenda mambo mengi sana ya ajabu kwa wanaume. Kwa hiyo wakati mwanaume anamfuatilia anakubali, lakini akiwa na lengo la kwenda kumuua akishakuwa naye. Alishaingiwa na roho mbaya. Ni mapando ya kishetani. Lakini kuna kitu kingine, wakati watu wanakutendea vitu vya kawaida usiotarajia wakutendea, inauma moyo. Kwa mfano, kuna mtu wewe unamwekea imani, kuna mtu wewe unamwekea heshima, lakini yeye haweki uthamani unaompa wewe. Sasa maneno anayosema, matendo anayotenda yanasababisha moyo wako uumie. Kinachofanya uumie sio kwa sababu ya maneno yenyewe, sio kwa sababu ya matendo yenyewe. Kinachofanya uumie ni kule kujua kumbe thamani unayompa wewe yeye hakupi. Inatengeneza moyo kuwa na uchungu. Naomba tuangalie Biblia inavyosema kwenye kitabu cha Waebrania. Tupo kwenye kipengele cha kung'oa vyote visivyopandwa na Mungu katika maisha yetu. Vyote visivyopandwa na Mungu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu ambavyo havijapandwa na Mungu katika maisha yetu, ni lazima tuving'oe, ni lazima tuvikatae. Angalia Waebrania sura ya 12. Neno la Mungu linasema kuanzia mstari wa 14, tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemwona Bwana asipokuwa nao. Mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka. Sasa linachipukaje? Linachipuka kwa sababu limepandwa shina, na kama limepandwa kuna siku litazaa matunda. Sasa kwa kuwa hatutaki hayo matunda, ndio maana tunataka ling'olewe. Neno linasema mkiangalia sana mtu asiipungukie neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua, na watu wengi wakatiwa unajisi kwa hilo. Makanisani, hasa kwenye makanisa ya watu waliookoka, shetani hachezi mbali. Unaweza usikikute huko kwenye makanisa wasiookoka. Kitu chenyewe ni nini?
kusengenyana. Unajua ni kwa nini kipo? Kwa sababu shetani anataka apande shina la uchungu. Anaanza kunifanya mimi niwe na uchungu, na kwa sababu nina uchungu na huyu kijana Kawea, ninauhamisha uchungu wangu na uweka kwa mchungaji Enoka. Na yeye mchungaji Enoka hataacha kumwambia mke wake. Kwa hiyo Enoka na mke wake wanaanza kumchukia Kawea, sio kwa sababu wanajua kilichotokea kati ya Kawea na mimi, ila kwa sababu mimi nilikipanda kwao. Mbaya inawezekana nikakipanda kwa uongo tu, lakini wakati mwingine inawezekana nakipanda kitu kweli nilichotendewa, lakini hicho ninachokifanya ni kitu cha kishetani. Kwa hiyo wanaanza kumchukia huyu kwa sababu yangu. Hawa nao wanaweza wakapanda chuki hiyo kwa mwingine na kwa mwingine na kwa mwingine. Kuna kuwa na shina la uchungu linalo wanajisi. Kama lina wanajisi, maana yake ulinzi wa kimungu unapungua, na ndio lengo la shetani. Iwe rahisi wachawi wa maeneo kuwafikia, iwe rahisi majini na mapepo kuwafikia. Sijui unaelewa? Kila mara unavokana uchungu moyoni, unatengeneza mlango wa majini kuja na kukufikia. Kila mara unavokana uchungu moyoni, unatengeneza mlango wa mapepo kufanya kazi kwenye maisha yako. Ndiyo maana kama una akili, waepuke sana wanaopanda maneno ya fitna. Usimwone hivi Dr. Gileadi alisema hivi na hivi jana. Usimwone hivi sijui mama Lau jana alikuwa na kusema wewe, na mimi nikajisikia vibaya, ndio maana nimekuja kukuambia. Hayo yote ni mapando ya kishetani. Na kama kuna huko kwenye ujirani wenu kuna mtu hakupendi, anataka kukuloga, atakapoanza kuwa anaangalia ramli zake, anaona kuna sehemu wewe huwa umezingirwa na wigo wa moto, lakini anaona kuna sehemu ametoboka. Ndipo hapo wanaingilia. Ndipo nashangaa unalogeka mtu uliyeokoka. Kinachosababisha ulogeke ni kwa sababu umeruhusu uchungu. Hayo ni mapando ndani ya moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hayo ni mapando ndani ya moyo. Uwe mwangalifu sana na maneno wanayokuambia watu. Hayo mambo wanayokuambia watu sio mazuri hata kidogo kuhusu watu wengine. Lakini kuna kitu kingine ambacho nakiri hata mimi mwenyewe nilikuwa mjinga nacho. Asiweko yeyote katika maisha, hata uliyemkuta kanisani, ambaye wewe moyo wako unamweka kwamba hawezi kunikosea. Asiweko yeyote hata unayemkuta kanisani ambaye wewe moyo wako unaweka kwamba hawezi kunikosea, kwa sababu siku atakapokukosea itakuwa ni chanzo cha uchungu wa kupitiliza utakao kuletea mpaka na magonjwa. Bado ni namna nyingine ya jambo hilo nilolisoma. Hilo nalo ni pando la kishetani. Hata mliooa na kuolewa, weka kwamba huyu mwanamume ni mwanadamu, anaweza kukosea. Weka kwamba huyu mwanamke ni mwanadamu, anaweza kukosea. Ukiweka namna ya kwamba hawezi kunikosea, na kuna siku ukamwona amekukosea, ndio siku unaweza ukazimia ukafa. Na asiweko mtu unayempa thamani ya maisha
zaidi ya maisha yako mwenyewe. Ni dhambi mbele za Mungu kutokujithamini mwenyewe ukathamini watu wengine. Labda mwenzi wako wa ndoa tu, lakini usiwe unaweka thamani kwa watu wengine, kwa sababu wanapokuja wewe moyo wako kujua kwamba hiyo thamani unayowapa hawajakupa wewe, inakuwa chanzo cha uchungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sina muda wa kutoa maelezo sana ukaelewa kipengele hicho, lakini kuna somo naliandaa utakuja kuelewa vizuri. Mbali ya mapando ya moyoni yako mapando kanisani. Kanisani kama hapa kunaweza ukawa na mapando, na mapando ya kanisani yako ya aina tatu. Aina ya kwanza ni yale yanayoletwa na vikundi na vyama vya wachawi. Anakuwa ni mtu, natolea tu mfano kwamba sisi tunamwona huyu kijana Kawea ni mwimbaji wetu, tunamwona ni kijana wa mchungaji, lakini kumbe ujio wake hapa, haya mambo mengine tunayojua ni kwamba tu ni mbinu za kishetani, lakini yeye ameletwa hapa akiwa na mission. Ameletwa akiwa na kazi. Kazi yenyewe inaweza ikawa ni kuja kumuua mchungaji. Kazi yenyewe inaweza ikawa ni kuja kuliua kanisa. Kazi yenyewe inaweza ikawa ni kuja kuharibu huduma ya mtu fulani inayochomoka, na kwa kuwa shetani amejua hatima yake ya mbeleni. Lakini pando la aina ya pili ni pando la shetani mwenyewe. Malengo ni hayo niliyoyasema. Anaweza akaweko mtu, sisi tukidhani ni mtu, kumbe ni jini. Ndio nilisema siku ya Jumanne, mnaotaka kuoa au kuolewa, msiwe mnaenda tu kwa kuangalia tu uzuri. Vijana ukiwaeleza habari ya maombi kabla ya kuona kuolewa, wanadhani unawaletea mambo ya mwaka 47, na wao wanataka waangalie shingo ilivyo nzuri, macho yalivyo mazuri, nyashi, tii ya kifuani, tii ya tumboni, tii ya huku na mambo mengine. Na kwa hiyo hata jali sana kiroho cha mtu. Ndio wengine wamejikuta wameoa majini, sio wanadamu. Wanajikuta wameolewa na majini, sio wanadamu. Kuwaza juu ya mdada mzuri kanisani ni dhambi, sio. Lakini kujiingiza kichwa bila kumuuliza Mungu ni hatari. Ukiomba Mungu lazima atakushtua tu kama kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini aina ya tatu ya mapando ya kishetani kanisani ni watu ambao walishajifunza uchawi, walishajifunza ushirika na majini na mapepo, wakaja kanisani wakiwa na malengo yao. Hoja zinafanana, lakini hapa kuna tofauti ya utendaji. Kwa yupo kanisani, kwa hiyo kazi yake itakuwa kufrustrate mwenyekiti wa vijana. Kazi yake itakuwa kufrustrate mwenyekiti wa kina mama. Kazi yake itakuwa kufrustrate watu wa praise. Kazi yake itakuwa kumfrustrate mchungaji mwenyewe. Kazi yake itakuwa kugonganisha watu kanisani. Lengo, kanisa la Mungu lisifike lilikotakiwa kufika. Kazi yake itakuwa wakati mahubiri anaingia kwenye ulimwengu wa roho, kuwapumbaza watu wanaanza kusinzia, wasikilizi mahubiri. Kuwapandia mawazo ya ajabu ajabu, wapende kwenda chooni baada ya kukaa kusikiliza neno la Mungu. Wapende kwenda kuangalia kule jikoni kunapikwa nini. Waache kusikiliza neno la Mungu.
kuwekewa hali ya kwamba umefika wakati wa kwenda chooni, wakati ndio saa ya neno la Mungu. Unaenda chooni, hata kujisaidia hamna, unarudi tena, umekaa tu dakika 2 tena chooni. Lazima mambo mengine tuwe tunashtuka. Mimi huwa nawashangaa, na kwa nimesimama hapo, yaani mtu dakika chache ameshatoka, haya amerudi, dakika chache tena ameshatoka. Kama ni wazee wa umri wangu, labda na matatizo kidogo, uwezo wa kustahimili mkojo umekuwa mdogo, sawa. Lakini binti mdogo anatoka kwenda kufanya nini? Au hata hiyo hali ya kutaka kwenda kukaa jikoni wakati neno la Mungu linaendelea, ni kwa ajili ya nini? Au kwenda kuangalia vioo kule chooni, ni kwa ajili ya nini? Umeshajisahau sura yako ilivyo, unataka ukaangalie kwenye kioo, kumbe mimi ni mzuri, libarikiwe jina la Bwana. Huko mbeleni ndio nataka tununue nyaya ndefu tuweke na speaker, mpaka kule chooni mwe mnasikiliza neno la Mungu. Kama ulipelekwa huko na mapepo yalipuke huko wakati mahubiri yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili kusiwe na sababu ya kukwepa neno, punga mkono wako. Sijui tunaelewana, wana wa Mungu? Kwa hiyo kuna mapando aina yote hayo nimezungumza yanasababishwa na shetani, lakini mapando mengine yanasababishwa na dhambi. Hebu sema dhambi. Tunapofanya dhambi linakuwa ni pando. Linaweza likawa ni pando moyoni mwako, linaweza likawa ni pando mwilini, linaweza likawa ni pando kanisani, linaweza likawa ni pando nyumbani. Kwa mfano, Ibrahimu alivyokubali ushauri wa mke wake, wakamzaa Ishmaeli. Hilo ni pando, ndio linaendelea kuwatesa mpaka leo. Sasa hivi wanarushiwa makombora wa Israeli, kuna wakati pia wanakufa na wao, lakini ni makosa ya Ibrahimu. Asingefanya haya aliyoyafanya, kusingekuwa na shida ya Waarabu dhidi ya Waisraeli. Sasa baba kama mimi naweza nikatoka nikaenda nikasababisha mtoto pale, nikatoka nikaenda nikasababisha mtoto pale. Hayo ni mapando yatakayoleta shida ndani ya nyumba. Sasa lakini Biblia inasema hivi, kila pando alilolipanda mtu asidanganyike, kila pando atavuna. Sasa unaweza katika hizo tamaa zako ukaenda nyumba fulani, au ukaenda kwa mdada fulani, ukaenda kwa mkaka fulani, ukavuna ukimwi. Ni pando la ukimwi kwenye mwili wako. Lazima Biblia imesema utavuna. Kuvuna kwake ni kuwa na ukimwi, lakini sasa umepata tu virusi. Ukijua kanuni, unaweza ukaling'oa hilo pando kabla lijafikia kuwa ukimwi. Hili swala la kutoa mimba lina maana usije kuzaa, lakini unaweza hilo pando ukaling'oa lisije kuwa utasa mbeleni. Namna ya kuyang'oa mapando ya namna hiyo ni kuungama mbele za Mungu, kukubali ulimtenda Mungu dhambi, kumwambia Mungu nisamehe, waziwazi useme mbele za Bwana nisamehe. Ukishamaliza ukapokea masamaha kwa imani, iling'oe hilo pando kwa imani na pando litang'oka. Bwana Yesu asifiwe sana. Mapando yanang'oka kwa namna hiyo. Kuna baadhi ya magonjwa yanakuja kwenye maisha kwa sababu ya uchungu. Hayataondoka haya magonjwa mpaka uchungu huo uondoe kwenye moyo wako. Kwa hiyo unaondoaje? Unawasamehe
hao waliokutenda usioyapenda. Wasamehe kwa ajili ya Bwana. Sio muda mrefu nilikuwa namfanyia counseling mpendwa mmoja. Nilipomwambia habari ya kusamehe alilia sana, kwa sababu ni kweli kusamehe kunafanya lile kosa liwe kama limefanyika leo. Lakini usidhani kusamehe ni ujinga. Kusamehe ni njia ya kimungu ya kufanya tatizo lisikumalize wewe. Kusamehe ni kuifanya silaha iliyoelekezwa kinyume chako igeuke iende ikampige adui yako. Kwa hiyo samehe. Unaposamehe ndipo pando la kishetani kwenye maisha yako litang'olewa. Lakini sitakuwa nimemaliza vizuri kama sitasema pia kwamba hayo niliyokuwa nayazungumza kwa ujumla wake yanaweza na yenyewe yakawa ni mapando. Mapando ya fitina, mapando yanayotokana na masengenyo, hayo nayo ni mapando. Na Biblia inasema maneno ni roho. Hebu tuseme maneno ni roho. Kwa hiyo uwe mwangalifu. Wakati mwingine wengine mnaweza mkaonekana kwenye ulimwengu wa roho kama wachawi, wakati hamjawahi kushika matunguri, hamjawahi kutuma pepo. Kwa sababu wachawi huwa wanatuma mapepo na wanatumia mikono yao. Wanafanya namna hii. Unajuaje? Ulishawahi kufanya? Sasa wewe sikiliza tu. Wanafanya namna hii. Kwa wanaweka kitu chake hapa. Au wanafanya namna hii, anaweka kitu chake hapa. Halafu anasema maneno. Akishasema anafanya. Ule unga ule unapoenda ndio linaenda pepo ama jini kwenda kufanya yaliyosemwa. Sasa wewe huwa hufanyi vitu hivyo, lakini una maneno unayoyatoa kwa huyu unayapeleka kwa yule, unayatoa kwa yule unayapeleka kwa yule, na unasahau kwamba umeokoka, na unasahau kwamba unapofanya hivyo kuna wakati hayo maneno yanazunguka yanamrudia unayemtaja, yanaumiza moyo wake, na hapo unawarahisishia wachawi kufanya kazi. Hayo nayo ni mapando. Punga mkono wako. Kwa hiyo tutakapokuwa tunaomba, hatutasema hili na lile, ila wewe utakapokuwa tunafanya, shughulika na mapando yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeona neno la Mungu hapa limesema pando unaling'oa kwa neno. Ni kwa neno la imani. Maana yake ni kwa neno la mamlaka kutoka katika moyo wako. Sawa sawa, wana wa Mungu. Kwa hiyo mtu anayekaa tu hivi hata ng'oa chochote. Anayekaa tu anaongea taratibu pia hataeleweka. Ni lazima liweko kusudi moyoni la kung'oa kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kama huna uhakika, usitaje jina la mtu. Wewe ng'oa tu. Sema tu, ninang'oa kila pando la kishetani nyumbani mwangu. Ninang'oa kila pando la kishetani kanisani. Ninang'oa kila pando la kishetani ofisini kwangu. Ninang'oa kila pando la kishetani kwenye biashara. Ninang'oa kila pando la kishetani mwilini mwangu. Ninang'oa kila pando la kishetani kwenye fikra zangu. Hivyo usiende kwenye majina, kwa sababu unaweza ukaanza kupambana na Mungu, kwa maana utakuwa unaingia kwenye hukumu ambayo wewe hauijui sana. Ila zungumza kwa namna hiyo na wale malaika wa vita watafanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna mtu anakuja nyumbani mwako kichawi, haya maombi haya yataleta kitu tu huko.
Wewe omba kwa serious. Huna sababu ya kutamka jina la mtu. Wewe sema tu haya maombi kwa userious. Baba, nawafunika watu hawa kwa damu ya Yesu. Tunavyoanza maombi haya ya vita, naita Roho wako Mtakatifu awapake mafuta. Maneno yao yafunikwe na mafuta na moto wako. Kila wanachotamka kikaharibu ulimwengu wa giza, kwa jina la Yesu. Amen. Tusimame tuombe.